Kwa CCBRT kwa miaka takriban mitatu mfululizo tumefanya jumla ya operation 1500 kwa kina mama tofauti wenye changamoto hizi za fistula. Sio tu kina baba, lakini ni jamii nzima ina nafasi kubwa sana kwenye changamoto hii ya fistula, kwa sababu hawa kina mama wanatoka kwenye jamii zetu, na kama jamii tunatakiwa tuhakikishe kwamba huyu mama anapokuwa mjamzito kwanza anahudhuria kituo cha afya kwa ajili ya kuangalia muendelezo wa ujauzito wake, na anapokuwa katika hali ya kujifungua sasa apeleke hospitali akajifungulia hospitalini. Na sasa anapofikia katika changamoto ya fistula, sasa hapa ndipo jamii nzima inatakiwa uhusike, kwa sababu tunaona kina mama wengi wanatengwa na jamii zao na hata waume zao. Mtu ambaye huyu mama pengine alimpenda na wakafikia hatua ya kupata mtoto, lakini anapopata changamoto au madhara haya fistula, kina baba wengi wanawatenga hawa kina mama na wengi wanakuwa wanakosa msaada. Kupitia jamii tumeweza kuwafikia hawa kina mama ambao wako maeneo mbalimbali wakapata hizi huduma kwa wakati. Lakini kupitia siku hii tunaendelea kuihamasisha jamii kuhakikisha kwamba inawasaidia kuwatambua hawa kina mama, kwa sababu fistula inatibika, na kwa kadri ambapo tutaligundua hili tatizo mapema na kulitibu mapema, tunaweza kuwarudisha hawa kina mama kwenye jamii wakiwa wamepona vizuri zaidi kuliko akikaa na hili tatizo kwa muda mrefu. Nikaa tu hivyo nauma fistula mkojo natoka, hata kwa majani siendi, nakaa tu nyumbani kila muda. Nikaa chini na mko melowana. Nikija hata wageni ukikaa hawezi kuinuka mpaka waondoke. Tatizo hili nilipata wakati wa kufanywa operation. Nilipofanywa operation mwezi wa 9 mwaka jana tarehe 12, nikakaa mwezi mmoja, mwezi wa 10 nikawa natoka mikojo. Nilipokuwa natoka mikojo nikakaa huo mwezi wa 10, mwezi wa 11 nikaenda kwa daktari huyu aliyenifanyia operation. Nikamwambia nikasema, daktari, lakini mimi natoka mikojo. Basi akaniambia hapana, akasema wewe nenda nyumbani, akasema ule mpira uliokaa nao wiki moja na siku moja utakuwa ndio unakusababisha ufanyaje utoke mikojo. Kila siku ni mikojo. Yani nikawa nahangaika. Nikienda kutembeza biashara yangu, nafikia yani sehemu nagonga hodi, nasikia mikojo, yani nimeshajaa mikojo yani nguo zote za ndani. Narudi tena nyumbani, biashara hapo sifanyi sitembezi. Ikiwa ni baridi, umekunywa maji, umekunywa chai, yani wewe ni mikojo. Nikafikia hatua nikasema mimi bora niache hata kunywa maji, kwa sababu nikinywa maji, nikinywa chai ni mikojo.